Na huyu ni Bi Khadija mama yake mzee Kasanda. Mwanaye alikuja kuwa rafiki yangu sana, na wakati huo Kasanda yeye alikuwa na umri wa miaka kama 11. Kwa hiyo yote haya ameyaona. Hii picha ndio siku ambayo Mwalimu aliitwa kwenye tawi la Alimsham kwenda kukabidhiwa furniture hizi. Kisa chake nimepata kueleza kuwa Alimsham alipita katika ofisi ya Mwalimu pale New Street, akuta furniture ambazo hazikumfurahisha, akamwambia amheshimiwa. Siku zile Mwalimu amuita mheshimiwa, Waingereza waje ofisi hii wakuta wewe rais wa 5 unakalia furniture hizi, itakuwa aibu kwetu. Na Alimsham alikuwa na kiwanda chake Kariakoo kule, akatengeneza furniture mpya. Sasa siku ya kumkabidhi ndo akamkaribisha katika tawi, akaja ndo zilipopigwa picha hizi 11. Mimi zote 11 ninazo. Sasa picha kama hii, na anasema kiti hiki utakiona ni kiko tofauti. Hiki kilikuwa kiti cha kuzunguka. Mwalimu alikaa kwenye meza yake pale, anaweza akazunguka huku na huku, anachukua faili huku, akazungumza na mtu. Sasa katika nyumba yake hii ambayo mpaka leo ipo hapa, walikuwa wakifanya mikutano ya ndani. Huyu hapa ni Mshamu. Bahati mbaya sikuweza kupata majina ya hawa wanachama wengine, lakini nitajitahidi inshallah taratibu kuuliza watu wa Magomeni kama unamjua huyu na mjua huyu, kuweza kupata ya majina. Hapa nyumbani kwake, uani kwake, hapa TANU wanafanya mkutano wa kuikomboa Tanganyika ndani ya nyumba ya Alimsham. Leo bahati mbaya Alimsham mwaka wa 3 tunawabembeleza serikali za mitaa, mtaa wampe jina lake. Hawajaona umuhimu wa kufanya hiki. Picha nyingine ambayo kwa kweli inanivutia sana ni picha hii. Hii picha hapa, huyu hapa alishika tama, huyu ni Zuberi Mtemvu. Ni hapa Magomeni nyumbani kwa Alimsham. Unaweza kuona jinsi tawi hili lilivyokuwa na nguvu. Huyu ni Zuberi Mtemvu hapa, kijana kabisa. Na Mwalimu yupo hapa, lakini amezibwa na huyu hapa mzee Paul Rupia. Na hawa ndio wanachama wa 5 hawa. Walikuwa nyuma ya Mwalimu na chama cha 5. Hii picha nimepata kuzungumza mara nyingi, imewahi kutokea katika mitandao. Wanasema huu ni mtaa wa Kongo mwaka 1920. Hapana, hapa nyumbani kwa mzee Msham. Na nyumba yake mzee Msham leo ndio hii hapa. Hii hapa imebadilika kidogo, imebadilika, sio kama ilivyokuwa miaka 70 iliyopita. Na hapa wamepamba, sijui ilikuwa ni shughuli gani, labda kama ilikuwa ni siku 77. Na ukienda huku ndio nakukaa mimi hivi sasa, nyumba zote hizi zipo, na ndio kuna msikiti mkubwa Masjid Nur. Huku kote ilikuwa ni minazi na miembe. Picha hii imefanana na picha hii, nadhani imepigwa siku moja katika shughuli za chama cha 5. Picha hii nyingine hapa unamwona Alimsham amesimama anazungumza na wanachama uwani kwake, anazungumza na wanachama, wanaweka mikakati ya kuikomboa Tanganyika. Huyu hapa Alimsham, kijana kabisa, unamuona. Na kama nilivyosema mwanzo kuwa sijaweza kupata majina ya hawa wanachama wengine, na pengine wengi katika hawa watakuwa washatangulia mbele ya haki. Picha nyingine hii unamwona hapa Alimsham, huyu hapa, na wanachama wengine wa 5 wako hapa ndani ya nyumba yake. Sijapata mimi katika utafiti wangu wote kupita mahali nikaonyeshwa picha kama hizi, sijapata. Na wallahi ndio mambo ya kusajabisha. Picha nyingine hizi inaweza kuwa ni katika picha siku nyingine kwenye shughuli zote zimepigwa hivi.
Na picha nyingine ni hii, unaona siku hizo usafiri mkubwa watu ulikuwa baskeli. Huyu ni mzee anaitwa Salum Matenga. Huyu bwana yuhai, anakaa hapo makaburi ya Mwenye Mshindo hapo. Mimi nimepata kuzungumza naye na akanambia kuwa mwaka wa 55 wakati Mwalimu anatoka Yuno, yeye alikwenda na pikipiki yake kwenda kumpokea na akaja naye kwa maandamano mpaka mjini. Na bahati mbaya ni mtu mzima sana, kumbukumbu yake, lakini ni katika wanachama wa mwanzo wa tawi hili la Alimshamu. Na kuna wakati nilikuwa na wahesabu mimi wanachama wa wale wa mwanzo wa 554, nilikuwa na wahesabu labda Abbas Sykes, nilikuwa nikimhesabu Bilal Rehani Waikela, nikimhesabu mzee Salum Matenga, pengine na Mama Maria alikuwa mwanachama vile vile, na bado yuhai mpaka sasa. Walikuwa hata mkononi hawajai, lakini bahati mbaya wa sisi wenyewe, na leo naweza kusema lawama hizo zilikuwa tupia simu, hawashughuliki kutaka kujua historia hii. Nimeitasema historia hii mara chungu mzima, lakini labda wana vijana wa online television ndio wakija hapa wanataka kujua ilikuwa vipi. Picha nyingine ni hii hii picha juzi tulipokuwa tunaitazama na Belomari Likonda, akasema hawa kimba nyimbo wa Bantu Group, na akasema kwa nyimbo moja inasema Mwalimu Nyerere shika usukani, kitu kama hivi. Akasema John Keto, Mwalimu Nyerere shika darubini, John Keto shika usukani, tuwaondoe hii Union Jack hapa Tanganyika. Nyimbo ambazo alikumbuka yale maneno ya nyimbo zilizokuwa naimba katika mikutano 5. Hii picha unamwona hapa mzee Rupia, hapa Mwalimu, na siku zile Mwalimu akivuta sigara, unaona hapa kisani hiki ni kama ashtray na kibiriti, na Mwalimu kashika pakti ya sigara. Na huyu hapo unamwona mzee Mtemvu. Hawa walikuwa Bantu Group. Hawa Bantu Group walikuwa kisimua sana mikutano ya 5. Ilikuwa wanapotoka pale New Street kama mkutano saa 10, wanatoka pale labda saa 7, saa 8, saa 9, wamebeba mashoka, wamebeba mikuki, wamejitia masizi, wamejitia majivu na marubega. Unaona haya, wanakwenda kwenye mkutano, basi kila mtu anapata hamu kwenda. Nilikuwa kama vile kama carnival, hamu ya kwenda. Wakati huo mikutano niko pale Mnazi Mmoja mbele ya elimu watu wazima, watu nakula njaza. Na unamwona hapa Alimshamu huyu hapa. Kwa hiyo Alimshamu si mtu mdogo kama watu wanavyomdhania, ni mtu ambaye amefanya makubwa katika nchi hii. Mimi nilipata kumuuliza mmoja katika watu hawa wa Bantu Group. Sasa ni Bantu Group hawa walikuwa hamasishaji na walinzi wa viongozi. Naambia sasa, Mwalimu mlikuwa mnamlinda vipi? Ni hata bastola moja mna. Anasema tunamlinda vipi? Wewe njoo pale afu jaribu kumkaribia Mwalimu, utaona kama utafika pale. Tulikuwa tunaweka ukuta, wewe huuoni, wewe hutauona ule ukuta, lakini pale ufiki. Tutafika sisi wenyewe tu pale. Hii kitu moja. Na hii tena na inaonyesha nani. Hii ndio tumaliza shule. Na hizi ndio ambazo mimi nimezitengeneza kwa ridhaa yao, kwa naomba nisitengeneze picha mimi niwe nazo. Hizi nitawarudishia wenyewe, na hizi ni za maktaba. Sasa huyu ndio Alimshamu, na hizi picha ambazo ametuachia imekuwa kumbukumbu yetu. Laiti kama hizi picha sengine wangesema watu kuwa tuna ushahidi gani, kwa sababu kuna mtu aliandika kaandika makala ndefu na akauliza mambo mengi sana, wengine wala sinaje kueleza hapa kwa sababu hayana maana. Kama vile mimi ninatunga, akasema kuwa naleta stories za mjini naziweka kufanya kuwa ndio historia 5. Nikamwambia mimi siwezi kuleta historia mjini. Hawa watu mimi wengine nimewadiriki kwa macho yangu, wengine ni babu zangu kwa nasaba, wengine ni babu zangu kwa ujamaa, wengine ni baba zangu kwa nasaba, wengine kwa ujamaa. Kwa hiyo nakijua kile ambacho mimi nakisema.
wakisema. Hii ndio historia hizi picha. Kwa tunazo maktaba, tubahatika kupata nakala yake, na hizi nitawarudishia wenyewe watu wa Mzee Ali Mshamu, hazina yao ikae pale.